Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mahakama ya Mwanzo Makole mkoani Dodoma imemhukumu Jubilee Tilema mwenye miaka 34, mkazi wa Miuji, wilaya Dodoma, kifungo cha miezi 6 jela na adhabu ya viboko baada ya kupatikana na hatia ya kufanya udanganyifu katika mauzo ya ardhi. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka iliyosomwa mahakamani hapo, Lema alitenda kosa hilo mara mbili, Disemba 30, 2023 na Aprili 21, 2026. Katika nyakati hizo, mshtakiwa alidai kumuuzia mlalamikaji kiwanja ambacho kwa uhalisia hakikuwepo kabisa kwenye eneo alilolionyesha na alipokea malipo kwa njia ya udanganyifu. Ushahidi ulitolewa na upande wa jamhuri ulionyesha kuwa mlalamikaji alilipa fedha kwa kuamini kuwa ananunua kiwanja halali. Baada ya kwenda kupima eneo husika, ilibainika kuwa kiwanja hicho hakikuwepo na eneo hilo lilikuwa ni sehemu ya ardhi ya wazi isiyomilikiwa na mtu binafsi. Wakili wa serikali alieleza mahakamani hapo kuwa Lema alitumia nyaraka feki na kutoa ahadi za uongo ili kumshawishi mnunuzi. Mshtakiwa alikiuka wazi kifungu cha 304 cha kanuni ya adhabu sura ya 16 kinachohusu kosa la kupata fedha kwa njia ya udanganyifu, alisema wakili huyo. Baada ya malalamiko kufikishwa kituo cha polisi, Lema alikamatwa na kufikishwa mahakamani hapo kujibu tuhuma hizo. Akitoa hukumu hiyo Aprili 24, 2026, Mheshimiwa Hakimu Mvungi alisema mahakama imejiridhisha pasipo shaka yoyote kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo. Mahakama hii imezingatia kuwa makosa ya udanganyifu wa ardhi yamekuwa yakiongezeka Dodoma, hasa baada ya mji huu kuwa makao makuu ya nchi. Adhabu hii ni fundisho kwa wengine wengi nia kama hizi, alisema Hakimu Mvungi. Mbali na kifungu cha miezi 6 jela, Lema pia aliamriwa kuchapwa viboko kwa mujibu wa sheria. Mahakama ilielekeza kuwa mshtakiwa ana haki ya kukata rufaa ndani ya siku 14 ikiwa hajaridhika na hukumu hiyo. Ametoa wito kwa wananchi. Mamlaka ya ardhi Dodoma imetumia fursa hiyo kuwatahadharisha wananchi kuwa waangalifu wanaponunua viwanja. Msemaji wa ofisi wa ardhi mkoa alisema, hakikisha unafanya upekuzi wa kiwanja katika ofisi ya ardhi kabla ya kulipa. Epuka malipo ya papo kwa papo bila mkataba ulioshuhudiwa na wakili. Tumia wakili au mawakala waliosajiliwa na bodi ya ardhi. Dai hati miliki au barua ya toleo halali kabla kukabidhi fedha zote. Kesi za udanganyifu wa ardhi zimekuwa changamoto kubwa Dodoma kutokana na ongezeko la thamani ya ardhi ya mwaka 2025 pekee. Zaidi ya kesi 200 za udanganyifu za ulaghai wa ardhi zimeripotiwa mkoani humo. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.